Wakati wa Tanzania wengi walikuwa na matumaini ya kutazama dabi ya Kariakoo leo ambayo inakutanisha Simba na Yanga katika uwanja wa Benjamin Mkapa saa 1:15, mambo yameenda tofauti baada ya Simba Sports kutangaza kwamba hawatapeleka timu kucheza mchezo huo. Taarifa hiyo imetolewa ikiwa Simba Sports wameshindwa kupewa nafasi ya kufanya mazoezi leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kitu ambacho ni kinyume na kanuni. Sasa hivyo wameamua kususia mchezo huo mpaka aliyezuia wao kufanya mazoezi adhibiwe. Simba wametoa taarifa rasmi kupitia ukurasa wao wa Instagram na kuandika hivi: taarifa kwa umma. Simba Sports Club inasikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi ya NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17/45 na kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata utambuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuonekana eneo la nje ya uwanja kwa sababu ya kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitashiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management ya klabu ya Simba Sports. Hayo ndio maneno ya katika taarifa ya Simba Sports, lakini mshauri wa Mohamed Dewji na mwanachama mwandamizi wa Simba Sports Clatous Magori yeye comment katika taarifa hiyo na kusema sio mechi ya kesho tu, hatuchezi ligi mpaka hawa wapuuzi walioshiriki kwenye huu upuuzi waadhibiwe. Nini maoni yako kuhusiana na maamuzi ya Simba Sports waliochukua? Ni kitu sahihi wamefanya au wamekosea wangecheza mechi? Hapa na Sports Update. Mimi ni Ramadhani Juma, mwanandopezo wangu ni Edwin TZA.